Ni wakati mwingine tena, mtazamaji wa Zone Media, karibu sana tuweze kujuzana yote yanayojiri katika anga za kimataifa, hususani kuhusu sakata la vita kati ya Irani, Israel pamoja na Marekani. Jana uliibuka mjadala mkubwa sana duniani baada ya rais wa Marekani Donald Trump kutangaza kwamba amesitisha vita kwa siku 5, na huku mchakato wa mazungumzo kati ya Marekani pamoja na Irani ukiwa unaendelea. Hiyo ni kwa mujibu wa Trump. Kwanza, mara ya kwanza Trump alichapisha ujumbe kupitia kwenye mtandao wa Truth Social akielezea wazi kwamba kile kinachoendelea, kuwa siku 2 zilizopita kulikuwa kuna mazungumzo chanya ambayo yalikuwa yakiendelea, na akaamua kusitisha vita kwa siku 5 ili kupima hatua za mazungumzo kati ya Marekani pamoja na Irani. Na amesema kwamba mazungumzo hayo yanalenga kutafuta suluhisho la muda mrefu kati ya mataifa hayo makubwa duniani. Na jana bwana, ilikuwa ni siku ambayo vyombo vingi vya habari vilishtushwa na kauli ya rais wa Marekani Donald Trump kwamba vita ameviahirisha kwa siku 5, ambapo akasema kwamba mashambulizi yote yaliyopangwa dhidi ya miundombinu ya nishati ya Irani yamehairishwa na hayatafanyika tena, kwa sababu kulikuwa kuna ajenda ambayo Marekani ilikuwa imeijenga kwamba inakwenda kushambulia nishati ya Irani, yani miundombinu yote ya nishati ya Irani kama vile vituo vya umeme na sehemu zingine itakwenda kushambuliwa. Na alisema kwamba kuna mazungumzo yenye tija kati ya Marekani na Irani, hivyo ameona kuna ulazima wa kuweza kusitisha au kuhairisha vita ndani ya siku 5. Lakini kulikuwa kuna taarifa kutoka upande wa Irani ambazo zinakinzana na kile ambacho rais wa Marekani Donald Trump amekieleza, kwa sababu makamanda wengi nchini Irani walieleza kwamba Irani haitambui kwamba Trump ameahirisha vita kwa siku 5 au amesitisha vita kwa muda. Na kupitia kauli kutoka Wizara ya Mambo ya Nje nchini Iran ikiongozwa na mheshimiwa waziri mwenye dhamana Abbas Araghchi na msemaji wake wa wizara hiyo Esmail Bagei, walikanusha vikali kauli ya rais wa Marekani Donald Trump na kusema kwamba ni madai ya uongo yenye tija ya kuharmonize ile bei ya mafuta duniani, yani kuleta ule unafuu wa bei ya mafuta duniani. Na kuna taarifa zilikuwa zinaeleza kwamba baada ya Trump kuweza kuongea vile, bei kwa kiasi kikubwa ya mafuta duniani iliweza kushuka kwa kasi kutokana na kauli ambayo rais wa Marekani Donald Trump ameieleza. Lakini ufahamu kwamba, ndugu mtazamaji, kwenye soko la nishati duniani kwenye masuala ya mafuta na gesi hali ni mbaya sana. Yani bei ni kubwa kiasi kwamba rais wa Marekani Donald Trump amegundua kwamba kuna athari nyingi huenda zikajitokeza katika siku za hapo mbeleni, kwa sababu vita hadi kufikia leo tarehe 24 ni siku ya 25 ya vita, kwa sababu vilianza tarehe 28 mwezi wa pili mwaka 2026. Ukitoa mwisho wa tarehe hiyo ilikuwa ni mwezi wa pili, ikaanza tarehe 1 mwezi wa 3 hadi hivi sasa leo hii tarehe 24. Ina maana ni jumla siku 25 vitani. Irani imezuia mlango wa bahari wa Hormuz. Mlango huo ambao unapitisha karibu 20% ya mafuta yote ya dunia. Sasa umeathirika kwa kiasi kikubwa sana. Meli hazipiti, hakuna biashara inayofanyika. Ile obstacle ambayo imewekwa na Irani pale ndiyo iliyochagiza kwamba bei ya mafuta na gesi duniani iwe ya shida, lakini kupanda kwa kiwango cha juu sana. Na Irani imekuwa kifaidika kwa sababu imeanza mchakato wa kuanza kupitisha meli kwa kibali maalum, lakini kwa kutoa fedha kwa kulipa kupitia sarafu ya China. Kwa hiyo wao wako pale kwa ajili ya kuweza kupata ile faida ambayo inatokana na kile ambacho Marekani amekianzisha dhidi ya Iran, yani kwenye vita hivyo. Sasa Irani kama ameamua kukomoa hivi kwamba tuone sasa mtafaidika vipi na itakuwaje. Sasa hilo jambo ni jambo ambalo linawaumiza sana wale washirika wa Ulaya kwa Marekani, kwa sababu wao ni sehemu ya kwanza kabisa ambayo wamepata athari kubwa kutokana na zuio la upitishaji wa meli za kibiashara katika mlango wa bahari wa Hormuz. Lakini pia sasa, baada ya jana Irani kuweza kumkataa rais wa Marekani Donald Trump kwamba anachokiongea ni uongo, kuna taarifa zingine ambazo zilikuwa zikitoka kwenye baadhi ya vyombo vya habari zikieleza kwamba ndani ya Irani, na hili hata mwenyewe Trump alilieleza alipozungumza na waandishi wa habari,
Pia hata Fox News aliripoti, alisema kwamba kuna kiongozi mkubwa pale nchini Iran ambaye anafanya mazungumzo na Marekani na ndiye Marekani wanamuamini na wanamtegemea kwenye mazungumzo. Alisema kwamba sio Ayatollah, kwamba Mojtaba Khamenei. Alikataa kabisa kwamba sio Mojtaba. Akasema kuna kiongozi mwingine ambaye ana ushawishi mkubwa ndani ya taifa hilo na ni kiongozi mkubwa ambaye anaaminika hapo nchini Iran. Vyombo vingine vya habari vikaja vikaripoti, vikamtaja spika wa bunge la Iran Muhammad Ghalibafu. Inaaminika kwamba alihusika kwenye mazungumzo kati ya Irani pamoja na Marekani. Ni kama vile mgawanyiko ndani ya Irani umeonekana kutokea, kwa sababu kuna baadhi ya maafisa ambao hawataki mazungumzo na Marekani, wanataka vita iendelee, kwa kudai kwamba Marekani imekuwa ikijificha chini ya kificho cha mazungumzo, huku ikiendelea kufanya makosa yale yale yanayojirudia dhidi ya Iran. Imeona kwamba safari hii hatutaki kuchezewa kwa chochote. Sasa inaonekana kuna baadhi ya wengine ambao wanakubaliana na mazungumzo ili kuweza kumaliza kabisa mizozo hii. Iran iliweza kutoa condition zake, yani masharti yake, ili vita iweze kusimama. Nitakuletea taarifa hii hapo baadaye, tuje kuichambua kwa undani kabisa. Lakini baada ya Trump jana kuzungumza hivyo, zikaonekana pia ni taarifa za uongo ambazo Trump anataka kuweza kuzieneza kwa propaganda ili kuweza kuharmonize ile bei ya mafuta na gesi duniani, kwa sababu hali ishakuwa mbaya. Baada ya Trump kuweza kuamua kuiondelea vikwazo mafuta ya Irani, lakini vile vile Irani wakamjibu kwamba haisaidii chochote na tuingie kwenye mtego huo. Lakini pia Trump kumuondolea Urusi vikwazo vya uuzaji wa mafuta bado haijasaidia, kwa sababu hali inazidi kuwa mbaya, huku pipa moja sasa hivi likifika karibu dola 200, yani kikaribia dola 200 japo haijafika, na Irani wenyewe wanataka ifike hivyo ili iweze kuionyesha dunia kwamba kile ambacho Marekani na Israel wamekifanya basi ni kosa kubwa sana. Sasa baada ya kusema hivyo, hapo jana Trump pia aliyarudia maneno yake alipokuwa kwenye mkutano na maafisa wa Marekani, ambapo kwenye mkutano huo alihudhuria kwenye shughuli ya MEPSIS Safe Task Force. Akazungumza vitu vingi sana kuhusu Irani, kwamba wameharibu karibia 90% ya mfumo wa ulinzi wa anga. Wakaeleza jinsi gani wamedestroy mpango wa nyuklia wa Irani, wamedestroy mfumo ule wa droni. Yani Trump alizungumza vitu vingi, akajipakulia minyama kwamba wamefanikiwa kwa kiasi kikubwa sana kwenye vita, yani wamepata mafanikio makubwa sana kwenye vita vya Irani. Na pia akazungumza kwamba kuhusu sakata la Marekani kwenye mazungumzo na Irani linaendelea vizuri, na akaeleza wazi kwamba sasa ni muda wa kutafuta amani na Irani ili mambo yaweze kwenda sawa, kwani malengo yao yamekwisha fanikiwa. Inaibua maswali kidogo. Lakini punde tu jioni yake sasa, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu akaweza kutoka hadharani na kutoa statement fupi akisema kwamba amefanya mazungumzo na Rais Trump kuhusu hatua za kuendeleza mafanikio ya kijeshi yaliyopatikana katika operesheni za pamoja dhidi ya Iran. Netanyahu akizungumza kupitia taarifa rasmi alisema kuwa Trump anaamini kuna nafasi ya kutumia mafanikio hayo ya kijeshi kufikia malengo ya vita kupitia makubaliano yatakayolinda maslahi muhimu ya Israel. Lakini Netanyahu pia alisisitiza kuwa licha ya mazungumzo hayo, Israel inaendelea na mashambulizi yake katika maeneo ya Irani pamoja na Lebanon. Netanyahu pia akaeleza katika taarifa yake kwamba jeshi la Israel linaendelea kulenga kudhoofisha mpango wa makombora pamoja na mpango wa nyuklia wa Irani. Lakini Netanyahu akaongeza katika hatua nyingine kwamba Israel imeongeza mashinikizo dhidi ya kundi la Hezbollah, akidai kuwa linaendelea kupigwa kwa nguvu katika operesheni za kijeshi zinazoendelea. Lakini pia waziri mkuu Benjamin Netanyahu alifichua kwamba siku za hivi karibuni Israel imefanikiwa kuua wanasayansi wawili wa nyuklia wa Iran, akionya kuwa operesheni hizo bado zinaendelea, na akasema kwamba Israel iko tayari kulinda maslahi yake muhimu katika hali yoyote, iwe kwa njia ya makubaliano au hatua za kijeshi. Katika dakika za jioni kabisa, Israel pamoja na Marekani wanaonekana sasa kulazimisha kutafuta suluhu na Irani kutokana na hali halisi ya vita inavyokwenda na inavyokuwa kwa hivi sasa, kwa sababu kiukweli madhara ni makubwa kwa jinsi ambavyo Irani imeshambulia juzi kati hapo Dimona pamoja na Arad. Yani majeruhi kwanza ni wengi, lakini madhara ni makubwa, makombora yaliyotumika ni makubwa,
hayajaweza kuzuiliwa na ulinzi wa anga. Huo Iron Dome pamoja na Arrow uliweza kufeli na ulishindwa kuzuia kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hivyo sasa kitu ambacho kinapelekea pressure kwa Israel pamoja na Marekani ni jinsi ambavyo hatima ya vita hii itakapoenda kuwa, kwa sababu Iran sasa hivi ameanza kutumia nguvu kubwa sana ya kutoa makombora yake, na jana tu ameweza kutoa video ikionyesha makombora yake mengine ambayo bado yako chini ya ardhi, yamefichwa na hajaanza kutumika. I say hii ni hatari kubwa sana. Niliona taarifa moja ilieleza kwamba sasa hivi Iran kwenye mazungumzo itazungumza kupitia makombora yake kama Kadri, Hebar, Horamshar, Fateh, Shahabu pamoja na makombora mengine. Taarifa ambayo ilizungumzwa na afisa mmoja wa kijeshi huko nchini Iran. Mtazamaji wetu, nimekupitisha kile ambacho kinajiri kwa kina zaidi kuhusu yale yote Trump aliyoyaongea, lakini Netanyahu pia alichokuja kuzungumza, pamoja na taarifa kutoka nchini Irani zikikanusha kuhusu taarifa hizi, lakini pia taarifa zinazoeleza kwamba kumekuwa kuna ukinzani ndani ya taifa la Iran kuhusu makubaliano na Marekani, wengine wakiwa wanataka na wengine wakiwa hawataki, lakini vile vile taarifa za siri zikiaminika kwamba Galibafu alifanya mazungumzo na maafisa wa Marekani. Basi kwa taarifa zaidi endelea kuungana nasi wakati wote hapa kwa kusubscribe channel yetu, kulike, kucomment pamoja na kushare. Na nikushukuru sana kwa kuichagua Zone Media.